Tuko na ujumbe wa Nape Moses Nnauye ambaye ameweza kuandika ujumbe huu April 5 katika ukurasa wake wa Instagram, na ulikuwa ni ujumbe kuweza kufika kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni Tundu Antipas Mugwa Lissu, kwa sasa akiwa ndani ya gereza la Ukonga, na huku kwa wale walioweza kupata muda wa kuweza kusikiliza kesi tarehe 24 kwa njia ya mtandao, licha kama Tundu Lissu aliweza kukataa kesi yake iweze kusikilizwa na iweze kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Sasa ni kufahamisha ujumbe ambao Nape Moses Nnauye aliweza kuandika kwa njia ya ukurasa wake wa Instagram, ikiwa ni sehemu kubwa ambayo watu wengi wamekuwa kitembelea ukurasa wake, na nitasoma kama ifuatavyo na kuweza kunukuu alichoweza kukiandika Nape Moses Nnauye. Alianza kama hivi: mjomba, karibu sana Mtama, sikujua tweet yangu ya jana imekunyima usingizi, kuthibitisha mie mbunge wa Mtama metaz Nape mpaka nimeshindwa kuhesabu. Bahati mbaya hukuambiwa hizi takwimu na watu wako. Jumla ya ruzuku 2021 mwaka 2022 hadi 2024 2025 ni Tanzanian shillings ambazo ni bilioni 626 katika zao la korosho kama pembejeo pekee. Mwaka 2021 2022 ambayo ni Tanzania shilling ambayo ni bilioni 59.4. Kwa mwaka 2022 2023 ambayo ilikuwa ni bilioni 96.3. Kwa mwaka 2023-2024 ikiwa ni bilioni 189.3. Kwa mwaka 2024-2025 ilikuwa ni bilioni 281. Alafu akaandikaje na kumaliza: safari njema mjomba, ni karibu, yani na karibu tena Mtama, ikiwa ni moja ya retweet kutoka kwa Nape Moses Nnauye. Hatujajua ni kwa nini ameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram kuweza kumpa kama sehemu ya ujumbe Tundu Antipas Mugwa Lissu, ambapo ni sehemu kubwa ya watu wengi wameweza kuhoji na kuangalia, je, kulikuwa na jambo gani ambalo limeweza kumfanya Nape Nnauye Moses kuweza kuandika ujumbe huo na kumpatia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Cha msingi nafikiri tusimalize sana maneno na kumaliza kwa kasi wa kile unachoweza kukihitaji. Ni ya muhimu tu ni kuweza kupata airtime ya kuweza kusikiliza na kuwa in touch na sisi. Kwa usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.